Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tupo katika wiki ya mafanikio ya kufanikiwa sana. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umeifanya. Tutakufurahia we Mungu na kushangilia kwa matendo makuu ambayo unayachulia ndani yetu. Mungu aliye hai, asante kwa maana unaenda kumwezesha mtoto wako kusikia yale mambo ambayo ungetamani asikie siku ya leo. Nami mtumishi wako unanipa nguvu ya kusema na watu wako kwa mafuta yako. Ninaomba Roho Bwana, kila anayesikia wakati huu umpe nguvu ya kustahimili kuanzia mwanzo hadi mwisho. Baba, ninaomba mafuta ya utulivu, mafuta ya uelewa, mafuta kufunguliwa yawe juu ya mtoto wako huyu katika jina la Yesu. Nikinyamazisha kazi zote za giza na nguvu zake, na nyamazisha uharibifu wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, na nitaenda kusoma katika kitabu cha Isaya. Leo tutaenda kusoma Isaya. Hii wiki nzima tumekuwa tukiangalia Isaya sura ile ya 60. Ile sura ya 60 nitasoma mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi: jua lako halitashuka tena, wala mwezi wako hautajitenga, kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele, na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Siku za kuomboleza kwako zitakoma. Hiyo ni ujumbe mkubwa sana ambao mtu mmoja leo Mungu anaenda kumhudumia, kwamba siku za kuomboleza zitakoma. Kuna namna ambapo hali ya maombolezo ni majonzi, ni hali sio njema, ni mapito yanamfanya mtu awe na majonzi hata aomboleze. Na haya tumeyasikia kwenye misiba mbalimbali, kwamba kuna msiba pale watu wanaomboleza. Maana yake nini? Wapo wanaolia, wapo ambao wametulia lakini wapo katika majonzi makubwa, wapo ambao wamejikunyata, wamekaa sehemu. Yale yote yanaitwa ni maombolezo. Kwa hiyo katika mahali penye maombolezo utaona watu katika mionekano mbalimbali na hisia mbalimbali, lakini jumla yake zinaitwa maombolezo, kwamba kuna mambo hayajakaa sawa, kuna kitu hakijakaa sawa. Na ndio maana unaweza kukuta kuna mtu anaweza akawa kwenye maombolezo kwamba kuna kitu hakijakaa sawa. Yuko kwenye maombolezo ya ndoa yake, kwamba katika ndoa yake maombolezo ni kwamba kuna jambo halijakaa sawa. Ni asubuhi unaamka lakini unajikuta uko kwenye maombolezo. Wewe ambaye leo hii unanisikia, umeamka asubuhi lakini upo kwenye maombolezo, Bwana anaenda kukuhudumia. Bwana anaenda kukuhudumia. Maombolezo yanaweza yakawa ya namna mbalimbali. Tumeona watu wakiomboleza kwamba mambo hayajakaa sawa, ukiachana tu na kufiwa, lakini hapo mambo mengi ambayo mtu anaweza akawa anaomboleza. Anaweza akawa anaomboleza juu ya uchumba wake, kila akiangalia anaona kama giza limetanda, hajui afanye nini. Wakati huo ni maombolezo. Mwingine anaweza akawa anaomboleza kwa habari ya uchumi wake, mambo hayajakaa sawa kabisa, nayo ni maombolezo. Mwingine anaweza akawa anaomboleza kwa habari ya kazi, mahali anapofanyia kazi panaweza pakawa pazuri kwa majina, lakini unakuta kuna hali ambayo ina maombolezo ndani yake. Labda kuna mateso mbalimbali kwenye kazi, lakini unakuta mtu mwingine na maombolezo ya biashara. Mimi najua watu ambao anaweka mtaji lakini kesho anakuta mtaji haupo. Anaweka mtaji anakuta ghafla fedha zinapotea. Kila anapojaribu kupanda havuni. Ni maombolezo, ni maombolezo. Kuna wengine wana experience tu, mara amezurumiwa, ni maombolezo. Wengine wanadaiwa kodi za nyumba, ni maombolezo. Wengine wanaomboleza juu ya watoto wao. Labda watoto wao wamekuwa wanashindwa kufanya vile ambavyo wao wanataka. Labda anashindwa kusoma, hana concentration kwenye shule.
Kuna wengine watoto wao hawana mwelekeo. Unakuta mtoto na miaka 30 lakini maisha anayoyaishi ni kama mtoto wa miaka 5. Kwa mzazi anajikuta automatically yupo kwenye maombolezo. Yote hayo na mengine mengi, Bwana anasema ya kwamba anaenda kukomesha maombolezo. Anaenda kukomesha maombolezo. Maandiko yanaeleza kwenye kile kitabu cha Yeremia kwamba itasikikana tena sauti ya bibi harusi na sauti ya bwana harusi. Tutaona hata kesho naweza tukaliongelea hilo kwenye ibada zetu, lakini tunaona kabisa ya kwamba maombolezo yamekuwa ni changamoto kwa watu wengi, lakini itasikikana tena sauti ya aliyefurahi, kwa maana maombolezo yanaenda kukoma. Unatakiwa kufanya jambo moja: ruhusu mkono wa Bwana ukuhudumie. Unaruhusu vipi? Amini tu. Yesu akawaambia amini tu ya kwamba ipo neema, kuna namna Mungu anakuhudumia. Amini tu ya kwamba maombolezo yako yanaenda kukoma. Amini tu, amini tu. Na mara utakapoamini, utakaporuhusu uwepo wa Bwana kuendelea kuhudumia kupitia imani na hali ya kuamini kwako, hakika yake maombolezo yatakoma. Lakini la pili, ninaenda kuomba kwa ajili yako. Wewe uliamka asubuhi ya leo, una maombolezo mbalimbali, naenda kuomba kwa ajili yako, na Bwana atashusha mkono wake. Unaenda kulithibitisha neno lake na maombolezo yanaenda kukoma katika jina la Yesu. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, we Mungu nasema na mioyo ya watu wako, asante kwa maana Mungu liye hai unaenda kutoesha maombolezo. Unawaondolea watoto wako maombolezo, vilio. Unaondolea watoto wako waliokata tamaa, majonzi. Unawaondolea watoto wako katika jina la Yesu. Hali ya kulia kwao, hali ya kusikitika kwao, hali ya maombolezo yao unaenda kuyakomesha, na kila moja unaenda kukomesha mateso yake siku ya leo. Baba, ninaomba yule anayepitia changamoto mbalimbali kwa majina yake, kwa changamoto zake zote, katika jina la Yesu ninazitangazia kwa neno la kinabii, maombolezo yakome katika jina la Yesu. Bwana, komesha maombolezo kwa watu wako. Komesha mateso kwa watu wako. Komesha machozi kwa watu wako. Maombolezo ninayakomesha kwa jina la Yesu. Yakuachie na uwe huru leo. Baba, asante kwa neema na rehema. Sifa na heshima ni zako katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Na wewe ambaye unapitia maombolezo fulani, kuna namna maombolezo unapitia, utashika sadaka yako na utaenda kuiachilia sadaka yako kwa Bwana. Utaisemea hiyo sadaka ni mwisho wa maombolezo yangu, ni sadaka kukomesha maombolezo, na Bwana anaenda kuiachilia, kuishikilia hiyo sadaka. Itaenda kufanyika kwa manukato katika kiti chake cha enzi. Itapiga kelele kutafuta, na utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.